Nipende kuwakaribisha washiriki wote wa UDOM Ambassadors ndani ya discussion chamber, ikiwa ni leo tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibuni sana. Ni fahari yetu kuwa pamoja nanyi wasomi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, kuwepo nanyi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa discussion chamber hii. Karibuni sana. Mada yetu ya leo inasema AI ni kichocheo cha ubunifu au tishio kwa ajira za wahitimu wa elimu ya juu? Awali ilifahamika kama akili mnemba, lakini kwa sasa wengi wanaifahamu kama akili unde. Wengi ukiwauliza kuhusu AI huishia tu kufikiria robots na machine, lakini kwa upana na uhalisia wa AI ni mifumo ambayo imetengenezwa kufanya kazi za binadamu. Maadamu mifumo hii ipo kufanya kazi za binadamu, basi AI imetawala mifumo yote ya maisha ya mwanadamu: elimu, mawasiliano, lakini na hata viwandani. Japo bado najiuliza, ni kweli kuwa njia zote za kiutendaji wa mwanadamu zitaweza kuendana au kushirikiana na AI? Swali hili nitapata majibu yake kutoka kwenu wachangiaji. Lakini pia bado nazidi kutafakari utendaji wa akili unde na upeo wa kibinadamu. Tukiangalia tu matokeo, je, tutaweza kutofautisha aliyofanya AI na anayofanya binadamu? Majibu yake pia yanategemea kutoka kwenu. Ninaenda mbali zaidi nikitazama talanta za watu. Je, AI ipo kuturahisishia kukuza vipaji vyetu au AI ni kipaji chenyewe? Bado nasubiri majibu kutoka kwenu wachangiaji. Ifuatayo kwa wakati huu ni historia fupi ya AI au akili unde. Artificial Intelligence, yani AI, ni neno ambalo kwa sasa linatamkwa na wengi katika vingi, na hivyo kuwa swala mtambuka ambalo linahitaji wengi wawe na uelewa nalo. AI ilianza lini? Kwa lengo gani? Na msukumo ulioanzisha AI ni upi? Zama za kale, mashine zilizokuwa na uwezo wa kufanya vya wanadamu, hususan kwa tafakuri, zilikuwa chache, na imani ilikuwa kuwa hakuna kiwezacho kufanya hili la tafakuri. Blaise Pascal akabadili upeo baada ya kuvumbua kikokotoo, yaani calculator, na ndipo mageuzi ya kuleta AI yakaanza. Kwani mnamo mwaka 1950 ikaleta hii, ambapo swali kubwa likazalishwa kuuliza, je, mashine inaweza kufikiri? Aliyeuliza hili alikuwa ni Alan Turing. Hivyo jaribio la mtu kuongea na mashine na kutofautisha kama huyu ni mwanadamu na hii ni mashine ikawa ngumu, na kutengeneza hitimisho kuwa mashine ina akili. Jaribio hili lilifahamika kama Turing test, na huo ndio ulikuwa msingi wa falsafa ya AI. Miaka kadhaa mbele, mwaka 1956, katika mkutano wa kisayansi wa Dartmouth Conference uliofanyika Marekani, ukatumia artificial intelligence rasmi kwa mara ya kwanza. Wanasayansi hawa wakiamini kuwa ndani ya miaka michache tu tutakuwa tumetengeneza mashine zenye akili kama za binadamu. Yawezekana walikuwa na matarajio makubwa. Sina jibu kwa hilo. Wewe waweza kunisaidia kujibu hili. Miaka ya 1960 hadi mwaka 1970 AI ya kwanza ikatengenezwa, ambapo hii ilikuwa symbolic AI, ambayo utendaji wake ni kwa mwongozo wa sheria na mantiki. Mfano, kama mgonjwa ana dalili hii na hii, basi ugonjwa wake utakuwa ni huu. Ugumu wake ulikuwa ni kuwa dunia yetu ina vingi na kwa namna ya kipekee, hivyo utendaji wake ukawa finyu kwa kiasi chake. Miaka 1970 hadi 1980 watu wakawekeza fedha nyingi kwenye mradi huu, huku akiwa na matarajio mengi sana. Matokeo yakawa ndivyo sivyo, hivyo wakaacha kuwekeza katika AI
na kipindi hiki kwa AI ilitambulika kama AI Winter. Japo wapo baadhi ya watafiti wachache walioendelea nalo kimya kimya. Miaka 1990 hadi mnamo mwaka 2000, nuru ya AI ikaanza kurudi tena. Kwani katika kipindi hiki, wanasayansi walilisha kompyuta na data nyingi. Kisha kompyuta yenyewe pasi na kupewa sheria inaweza kuchanganua na kutoa mwongozo maadamu kompyuta zilijifunza zenyewe. Basi kipindi hiki kwa historia ya AI ilifahamika kama machine learning. Wanangu wa miaka 2000, hili sasa ndio tunalielewa kwa kina bila ya kusimuliwa. Miaka ya 2010 kukawa na mabadiliko makubwa sana yaliyoleta mafanikio makubwa, ambapo mashine ziliweza kutambua uso kwenye picha, kutafasiri lugha papo hapo, magari yakaanza kujiendesha na wasaidizi wa sauti wakaanza kuwepo. Hili ilitokea na nguvu ya kompyuta, wingi wa data, mitandao ya neva bandia yani neural networks iliyozalisha deep learning ya upeo huo. Miaka 2020, Transformers ikafanya AI iwe bora zaidi katika lugha, kwani AI ikaanza kuelewa na kuzalisha lugha. Katika kipindi hiki, chatbots wa kisasa anazaliwa. AI wanaweza kuandika, kutafasiri na kujibu maswali. Hapa ndipo wanachuo wengi wanaifurahia AI kwa sababu ya uwepo wa ChatGPT na wenzake fanani na hayo. AI inaweza kutengeneza picha, sauti, mziki na video. Hivyo watengeneza maudhui kuwa na kazi rahisi kabisa. Sasa AI inaweza kuzungumza kama binadamu, kuandika hadithi, hata ripoti kadiri ya mwongozo wako wewe mtumiaji, na hata kusaidia kwenye masomo, kazi pamoja na ubunifu. Akili unde ina upeo mpana wa kuzungumzika. Kwa inapoelekea mimi sifahamu, labda unisaidie kubashiri. Na hiyo ndiyo artificial intelligence ama akili unde kwa upana tangu ilipoanza mpaka hivi sasa. Mimi nipo katika upande wa kwamba akili unde ni tishio kwa wahitimu wa elimu ya juu. Ndugu wanachemba, niwarudishe nyuma. Ifahamike kwa wanahistoria kwamba mwaka 1811 mpaka mwaka 1831 tuliona watu waliokuwa wanajiita Ludizi. Hile ilitokea baada ya uvumbuzi wa mashine. Zile mashine zilizovumbuliwa zililenga kufanya kazi kwa mbadala wa binadamu. Yalitokea makongamano mbalimbali, watu waliandamana na walilenga kuharibu zile mashine kwa sababu kugunduliwa kwa zile mashine kulilenga kutokomeza ajira zao. Kwa watu wengi walibaki hawana kazi na mwisho wakaanza kupitia maisha magumu. Kwa mimi ninaongea na kwamba ugunduzi wa akili unde umeleta au utapelekea kupungua kwa uhitaji wa wataalamu katika sekta mbalimbali ambazo wangelihitajika. Kwanza kabisa, AI ni kitu ambacho kimekuja katika wakati ambao sisi bado hatupo updated na wale ambao wamekitengeneza. Kila kitu kimetengenezwa na watu ambao wako very updated katika maendeleo. Sasa tumejikuta kwamba tunaingizwa katika mfumo ambao sisi bado hatujafiti na tunalazimishwa tuendelee fanyaje kufiti. Na kwa sababu hiyo zimetokea hasara ambazo sasa zimetokana na mfumo huu sisi kuingizwa kwenye mfumo ambao bado tulikuwa tujafikia stage. Wenzetu wameshatoka kwenye industrial revolution, wakaenda kwenye agrarian revolution, wakaenda kwenye industrial. Sasa leo wapo kwenye artificial intelligence. Leo sisi hata agrarian bado hatujamaliza, ila tumeingizwa. Sasa kutokana na hicho kitu imepelekea kwamba inapunguza mahitaji ya wahitimu kwa kubadilisha kazi za taaluma kuwa automatic. Kuna kazi ambazo zilikuwa zinahitaji taaluma kutengeneza, lakini kwa sababu ya uwepo AI inapelekea kwamba AI yenyewe ndio inazifanya. Kwa mfano, kuna wale watu ambao wanasoma fine art and designing. Wale watu tungewategemea kwamba labda kwenye utengenezaji wa mapicha, mabango, lakini leo hii naweza nikajipiga picha mimi hapa na simu yangu hii, alafu nikaingiza AI nikamwambia tengeneza tangazo lenye picha hii
na iwe hivi na hivi na hivi na maelekezo ikatengeneza. Je, ndugu zangu wale ambao wanasoma hiyo mambo watapata wapi ajira wakati mimi tayari nimetumia AI kutengeneza? Kwa hiyo ni hasara kubwa sana kwetu, na si kwamba ni kwa sababu kwamba ni mbaya, lakini ni kwa sababu tumeingizwa kwenye mfumo kabla ya muda wetu. Ndio, kuna baadhi ya kazi ambazo zinaweza kuwa replaced na AI, lakini ni kwa udogo udogo. Kuna vitu ambavyo AI haiwezi kufanya mpaka kesho. Kwa mfano, AI haiwezi kukupa empathy. Tukisema empathy au ile huruma ambao anaweza kukuonyesha mtu kama nesi akiwa anakuhudumia hospitali. Kwa sasa bado. Haiwezi kukupa kazi ambazo zinafanyika physically manually kama ujenzi, plumbing. Kwa sasa bado hivyo vitu havifanyiki kwa sasa. Tunaweza tukawa tuna kazi ambazo zinahitaji complex human interaction. Okay? Ndio kuna mifumo ambayo nimesikia kuna mfumo ambao una detect uhudhuriaji wa walimu kwenye ofisi, lakini yule AI inaweza kukuona wewe na kusema kwamba kwa kweli huyu mtu alikuwa anaumwa au akapata ile empathy ya kibinadamu kwamba huyu mtu ana changamoto fulani ya kiafya na kweli anaonekana amedhoofika. Ikiwa ni mtu ambaye hautaki kuendana na mabadiliko ya kasi ya teknolojia, ni teknolojia ambayo itakuacha mbali sana na kuona kwako kwamba ni tishio katika mfumo mzima wa swala la ajira. Kwa nini? Kwa sababu as teknolojia inavyokuwa kwa kasi, ndivyo ukuaji wa hizi teknolojia ambazo ni ngeni zinaongezeka matumizi kwa kasi zaidi. Tumeona makampuni mbalimbali yakianzisha kutumia akili unde kwenye kutengeneza program mbalimbali ambazo zinarahisishia kuchakata data zao kwa urahisi zaidi kwenye shughuli zao za kila siku. Ukizungumzia AI kama AI ni tuseme kwenye mwili wa binadamu kama ni ubongo, basi cyber security ndio kinga AI. Huwezi ukasema AI bila kuinclude cyber security. Sababu AI inatengenezwa na developers ambao ni binadamu, kwa hiyo pia AI ina weakness. Kwa hiyo actually inahitaji security. Anayefanya security kwenye AI nani? Ni mtu wa cyber security ambaye ni nani? Binadamu. Kwa hiyo actually kusema AI ita replace ajira za wahitimu au itakuja kuwa tishio la ajira za wahitimu, it's not 100%. Mimi naona kama AI ni tishio la kukosa ajira, and hii ni kwa sababu watu wengi kwa sasa hivi wamekosa ubunifu, na pia akili zetu zimekuwa hazifikiri sana. Umefikiri tu kidogo, yani hata dakika 2 hazijapita, okay, ngoja tumuulize ChatGPT. Hiyo inatulemaza. Ndio maana ikifika kwenye swala la watu kupatiwa ajira, watu wengi wanakosa ajira kwa sababu hawawezi kujieleza, hawawezi kufikiria kwa undani, na pia hatuwezi kutatua matatizo yetu wenyewe. Kwa sababu yani most of time tuna depend kwenye AI. Ujio wa akili unde umeleta mapinduzi makubwa sana katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu unarahisisha utendaji wa kazi mbalimbali zinazotuzunguka. AI imekuwa na mchango mzuri sana kwenye masuala ya matibabu. Kwa sasa hivi picha za X-ray zinapigwa, lakini mtu anaweza kadetect, kupata urahisi wa kuweza kusoma ile picha na kupata tafsiri kwamba mgonjwa ana tatizo gani, na hivyo kuweza kumhudumia mgonjwa kwa usahihi zaidi. Akili unde haijaja kuua ajira, lakini pia imekuja kuibua kazi mpya ambazo hazikuwepo hapo awali kutokana na sababu zifuatazo. Ya kwanza, imeanzisha kazi ambazo hazikuwepo hapo awali. Mfano, kipindi hiki ambacho AI imeibuka, hatuna walimu ambao wanaweza kutufundisha zaidi kuhusiana na akili unde. Hivyo, kwa mhitimu wa elimu ya juu ambaye atakuwa na uwezo wa kufundisha akili unde, hiyo ni moja kati ya ajira ambayo karibu dunia nzima inahitaji. Kwa ni kichocheo cha ajira na si tishio kwa upande wangu. Lakini pia imesaidia kuibua baadhi ya wataalamu mbalimbali, mfano wataalamu wa mambo ya cyber security, data analysis, data science na zinginezo. Lakini imeongeza tija katika mambo mbalimbali ambayo yanafanyika katika jamii, mfano utengenezaji wa maudhui mbalimbali ambayo yanafanyika katika jamii. Lakini pia sisi kama wahitimu katika usomaji wetu tumeona tukitumia akili unde kutuwezesha kufanya mambo mbalimbali ya kitaaluma. Nimesimama hapa kusema kwamba fikra za binadamu
ubunifu wa binadamu na mawazo ya binadamu ni muhimu zaidi kuliko mashine. Na tujue kabisa AI sio vita kati ya mashine na binadamu, ila ni vita kati ya binadamu na binadamu. Mfano hapa hii hapa picha ya kwanza. Hii picha ya kwanza ni roboti na AI zinazotoa dawa pharmacy. Yaani manake kama AI inaweza kutoa dawa pharmacy, manake binadamu anaonekana ni mtu chochole tu asiye na maana, mtu maamuma tu. Manake kuna ajira za watu nyingi zimekufa. Na kila mwaka kwa mfano katika Tanzania hii zaidi ya vijana 800,000 wanahitimu vyuo vikuu. Wanakwenda kutengeneza nini huko mtaani? Wanakwenda kutengeneza mabomu makubwa kabisa. Nina picha nyingine hapa inasema huyu ni roboti na AI ambazo zinafanya vipimo vya X-ray. Kwa maana hiyo tunataka kuaminisha ulimwengu kwamba AI ni bora kuliko binadamu. La hasha, tutakuwa tunajidanganya sana. Lazima tukubali ukweli huu. Haijalishi tunaishi ndani ya mfumo wa AI. Hapa nina picha ambayo hii ya chini ilikuwa ni ripoti ya Umoja wa Mataifa UN ambayo na hii ni kutoka kwenye ukurasa wa Umoja wa Mataifa. Inasema UN yachukua hatua kusongesha ushirikiano kwenye akili mnemba ama AI. Na huyu roboti anaitwa Ameka. Alishiriki mkutano wa viongozi kuhusu akili mnemba kwa matumizi bora uliofanyika Geneva, Uswisi, Julai 2023. Kwa sisi kama wasomi lazima tujiulize na lazima tufikirie extraordinary, lazima tufikirie nje ya box. Kwa sababu hapa tutajifunza, tutajikita sana katika kukariri na sio kufikiri. Kwa kama mnavyoona nilikuwa na picha nyingi, lakini kwa mfano zile CCTV kamera. Ukishaweka CCTV kamera maana yake mlinzi hana faida yoyote. Kinyume ya kwamba AI inaondoa fursa za ajira, lakini pia huenda ikakutengenezea wewe fursa ya kuitengeneza hiyo ajira. Na pale tu wasomi badala ya kupambana na uwezo wa AI, lakini wao wenyewe katika muktadha wa kutumia tafakuri mahususi katika akili zao, wanapaswa kutengeneza mazingira mazuri kuweza kutumia ile AI kuwa ni kitu chenye kuboresha kazi zao. Na ndio maana nikasema mwanzo kwamba AI au akili mnemba au akili unde si kitu chenye kuchochea na wala sio tishio la nini? La ajira kwa wahitimu. Tukiangalia hasa kwa wahitimu wa vyuo vikuu, tunaweza tukasema kwamba ni tishio katika swala la ajira kwa wahitimu wa vyuo vikuu kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa, wahitimu wa elimu ya juu wanakuwa na fikra tegemezi. Kwa sababu gani? Tukiangalia hata katika kazi ambazo zinakuwa zinatolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, hasa hapa katika Chuo Kikuu cha Dodoma, wanafunzi wengi sana wanakuwa wanaiamini sana hii AI. Kwa hiyo katika kufikiri wanakuwa na uwezo mdogo sana wa kufikiri wao binafsi, badala yake wanakuwa wanategemea zaidi kutoka kwa ChatGPT ama AI. Kwa hiyo katika soko la ajira hii ni hatari sana, kwa sababu utakapokuwa unajenga misingi ya kutegemea fikra kutoka kwa ChatGPT, hii inaweza ikapelekea wanafunzi kukosa ajira. Kwa sababu gani? Kama tunakuwa tunategemea fikra kutoka kwa ChatGPT, ina maana tunakuwa hatuna uwezo wa kutafakari mambo kwa kina sisi wasomi wa vyuo vikuu, na badala yake tunakuwa na akili tegemezi. Hii inatokeaje? Wakati wa matangazo ya ajira yanapokuwa yametangazwa, watu wengi sana wanakuwa wanashindwa kujieleza katika usahihi. Kwa sababu gani? Toka wanavyoanza masomo wanakuwa ni watu wa kutegemea mawazo kutoka kwa ChatGPT au artificial intelligence. Kwa hiyo wengi wanakuwa wanashindwa kujieleza katika usahihi, na inaweza ikapelekea pia mtu akakosa ajira, kwa sababu wewe akili yako imekuwa ni akili ya kutegemea. Lakini pia tukiangalia katika shughuli za viwanda, hasa mimi niliwahi kutembelea kiwanda cha Jambo pale Shinyanga. Wafanyakazi walioko pale ni wachache sana. Yaani wafanyakazi ni wachache, lakini ndo wanaoperate zile mashine katika kile kiwanda. Wafanyakazi ambao wapo kwa ajili ya kusurprise zile bidhaa ambazo zinazalishwa pale, lakini wachache
wapo kwa ajili ya kuoperate zile mashine. Sasa ukiangalia swala kama hili, kile kiwanda ni kikubwa sana. That means kingeweza kuajiri watu wengi sana ambao wamemaliza vyuo vikuu, lakini kwa sababu ya hii mifumo ya AI unakuta watu wengi wanaweza wakakosa ajira kutokana na mifumo hii. Nini kifanyike basi? Kishatokea akili mnemba imeshakuwa imetawala sana katika vyuo vikuu na inatumika sana. Sasa basi nini kifanyike ili basi kupunguza matumizi ya akili mnemba? Kitu cha kwanza, kufikia sasa hivi kuikwepa akili mnemba ni swala ambalo ni gumu, sababu limeshakuwa kwa kasi na limetukuta katika level ambao sasa sisi tumeshakuwa kubwa na tunapenda sana kutumia hivyo vitu ili kurahisisha mambo. Sasa hivyo akili mnemba haikwepeki hata kidogo katika level hii yetu. Basi hivyo wakati tunatumia, kuna msemo unasema akili za kupewa changanya na za nani? Na zako. AI tayari ni akili ya kupewa. Wakati unatumia AI, jaribu kuchanganya na zako. Ndio maana wakati mwingi tukiwa darasani, walimu wanasema tumia AI kupata nini? Maarifa, ila usitumie AI katika kufanya zile kazi mbalimbali za darasani, si ndio? Maana yake AI ikusaidie wewe kupata maarifa fulani ili uweze kuongeza na ya kwako uunde kitu ambacho ni bora zaidi, si ndio? Kikubwa sana ni kwamba how can you sasa enhance the use of AI? Yaani AI tunaweza tukaifanyeje mpaka tuweze kuitumia kwa ufanisi zaidi. Inabidi sasa kwanza sisi wenyewe tujiimprove kwenye upande wa kuthink more than what we think sasa hivi. Yaani tujifikirie zaidi. Tunapoenda kufanya kazi zetu huko nje, tunapotoka katika hizi level za chuo, twende tukafanye kazi zetu kule kwa ubora. Kwa hiyo tuweze, ili hizi kazi zetu ambazo tutaenda kuzifanya zio tofauti na kazi ambazo AI inaweza kuzifanya. Kwa sasa tunafanya nini ili tuone hii akili unde isiwe tishio kwetu? Maana tunatakiwa tuongeze bidii kujifunza zaidi kuendana na kutumia hii teknolojia. Tunaona hata watu wengi wanatumia akili unde kutengeneza maudhui tofauti tofauti. Wanatumia akili unde kutengeneza matangazo tofauti tofauti, si ndio? Kwa sisi kama vijana hatutaki kuwa nyuma, lakini teknolojia ishakuja. Tunafanyaje ili kuendana na hii speed na kasi ya teknolojia? Sawa. Kwa tujifunze, lakini pia tupende kuitumia kwenye nyanja nzuri, kwa sababu hii akili unde ni kama chombo ambacho kina mazuri yake na mabaya yake, si ndio? Hakuna kitu ambacho kina faida tu pasi na hasara. Hakika tumejifunza mengi ya kujenga, kubadilisha na kukuza fikra zetu kuendana na mabadiliko katika jamii zetu na kuleta maendeleo. Sina la ziada na niwatakie heri na baraka katika majukumu yenu yaliyo mbele yenu, na washukuruni sana 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 kwa kufika hapa siku ya leo kwa hoja zenu na utulivu. Basi nanyi mkawa mabalozi wazuri wa kuelimisha jamii yetu kuhusiana na masuala mazima yanayohusu AI. Ulikuwa nami Nasmaali mpaka wakati mwingine. Pale ambapo yametokea madhaifu au mapungufu, mkamilifu ni Manani, mtatuia radhi, lakini tunaomba muendelee kuungana nasi katika matukio mengine yote yanayofuata.